Waziri Mkuu, kwa majina anaitwa Muhogo Mwita Mgabo, ni mkazi wa wilaya Serengeti. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwanza kabisa napenda kushukuru kwa vile unavyoshughulika na matatizo ya Watanzania kwa ujumla. Lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi shida yangu kubwa ni moja. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kuna baadhi ya watendaji wa serikali ambao aidha kwa kujua au kwa makusudi wamekuwa wakiwaumiza Watanzania hasa wa wilaya Serengeti. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tumeshuhudia baadhi ya viongozi wanaozunguka ndani ya hifadhi ya Tanapa wakihamisha GN kwa makusudi kwa ajili ya kuwaumiza wananchi wa wilaya Serengeti. Baadhi ya GN zilizohamishwa ni katika kijiji cha Bisalara, kata ya Bonchugu. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Dr. Rimo Nyansao kwa kupambana mpaka baadhi ya GN zilirudishwa, lakini hazikurudishwa sehemu. Sasa nakuomba, kwa sababu umesema ni utu kwanza, Mheshimiwa, naomba ushughulikie swala la GN zirudi mahala pake ili angalau wananchi wale wapate kujitanua. Mheshimiwa Waziri Mkuu, pia nakuomba sana, kwa sababu sasa maendeleo yanayofanywa na serikali ya awamu ya 6 yamekuwa chachu, yamekuwa na impact kubwa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, liko eneo kata ya Kisaka ambalo sasa ndugu zetu wanajeshi wamekuwa wakilitumia kwa ajili ya mazoezi kwa muda mrefu sana. Mheshimiwa Waziri Mkuu, eneo lile sasa limebanana na watu wamekuwa wengi sana kwa ajili ya maendeleo yanayofanywa na serikali ya awamu ya 6. Mheshimiwa Waziri Mkuu, na kuomba wewe na Daktari Rimo Nyansao mkae muangalie kama kuna mbadala, wale wanajeshi wanaoishi kata ya Kisaka watoke eneo lile ili wasogee katika maeneo yaliyotengwa kwenye mapori ili kusaidia wale wananchi kujitanua. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kata ya Magange kuna eneo moja linaishi jini linaloitwa jini Makata. Kata ya Magange mheshimiwa, imekuwa na shida kubwa, kwani ile kata tunachangia wilaya 3. Kuna eneo tunachangia wilaya ya Bunda, wilaya Serengeti na wilaya ya Butiama. Mheshimiwa Waziri Mkuu, namshukuru sana mkuu wa mkoa kwa sababu amekuwa ndiye anapigana na eneo lile na mkuu wetu wa wilaya. Na wasiwasi wangu ni kwamba kama mkuu wa wilaya au mkuu wa mkoa atahamishwa, tutashindwa kupata. Asante Mheshimiwa Waziri. Nashukuru sana. Ninaomba sasa eneo lile lishughulikiwe ili tuendelee kupata amani ya kudumu na wananchi wale wasiendelee kuumia. Ninakushukuru na kutakia kila laheri. Mungu akusaidie sana Mheshimiwa. Karibu Serengeti. Asante sana. Asante. Haya, naomba kitu kimoja. Wale ndugu zetu nimewaona pale wako na changamoto ya masuala ya, nawaona wako na visaidizi vya kutembea wenye masuala ya ulemavu. Niwaombe sogeni huku tu, mtasikilizwa na katibu wa waziri mkuu hapa pembeni. Mtasikilizwa moja moja, wala msipate shida kuhangaika muda mrefu kusimama. Hoja zenu zitafika, wala msikae kwenye msongamano, mtasikilizwa vizuri. Ndio nitakuwa nimeshawasikiliza, nitaambiwa yote, na yale ambayo ni maombi yenu tutayasikiliza. Nikijibu hii hoja ya ndugu yangu aliyetangulia kusema, moja ya beacon na ya pili ya upande wa ardhi huko, niombe uridhie, baada ya siku 2 nitamtuma waziri wa maliasili na utalii. Atakuja akishirikiana na mkuu wa mkoa, atashirikiana na watu wa ardhi, na tutatumia wenyeji wetu pia ambao unasema kulikuwepo na beacon za zamani. Watazipitia, wapite kote huko ili tupate picha kamili ili tuweze kuamua kwa kuzingatia hali halisi iliyoko site. Asante sana kwa hoja hiyo, kwa sababu tuko na mkuu wa mkoa. Kabla tujamaliza ziara, tutakuwa na waziri wa maliasili na utalii, tutawatuma, watakuja katika eneo hilo husika. Haya, yule mwenye bango refu na yule mama mwenye nguo nyeusi. Haya, wakati wa bango anasogea, mpeni mama mwenye nguo nyeusi, nawe sogea. Mwenye bango. Asante Mheshimiwa Waziri Mkuu, na kusalimia kwa jina la Jamhuri ya Muungano. Kazi iendelee. Mimi kwa majina naitwa Simon Maro Kitangita, ni mkazi wa mtaa wa MCU, kata ya Mgumu mjini. Watu wa Mugwasa wamepita kwenye kiwanja changu, wameninyang'anya kiwanja, sina sehemu ya kujenga. Haya, Mugwasa mko wapi? Kwa nini mmechukua kiwanja cha ndugu yetu? Mugwasa yuko wapi? Hebu
sogea utuambie kwa nini mmechukua kiwanja na ndugu yetu hana pa kujenga. Asante. Mheshimiwa Waziri Mkuu, katika utekelezaji wa mradi wa miji 28 kuna maeneo ambayo mradi wetu umepitia, lakini ni maeneo ya serikali na mengine kwa ni wananchi. Lakini hata hivyo maeneo yaliyokuwa yanapitiwa ni maeneo ambayo sio ya wananchi, maana ni mpaka kati ya kiwanja na eneo la wazi. Na hivyo akatoa taarifa hiyo na kuwasilisha kwa mkuu wa wilaya, na tayari mkuu wa wilaya akatolea maamuzi na maelekezo kwamba kilichoonekana pale baada ya afisa ardhi kuja kaonekana tu anatakiwa yaondolewe, kuna mawe awe miamba iliyokuwemo mle imelipuliwa pale. Kwa hiyo hicho ndo alichoomba, na mkandarasi kilichojipanga ni kwamba ataondoa yale mawe kama alivyoomba katika mchakato ama usuluhisho wa swala hilo kwa mara ya mwisho. Ndio hivyo ndugu yangu. Huyu engineer wakati bomba wanapitisha, nilipigiwa simu nikaenda tukaelekezana kwamba kiwanja changu ni cha kujenga. Nikamuomba kwamba apitishe mita 2.5 aniachie pengine pa kujenga. Akaniambia niandike barua kwenda ofisini. Nikaandika. Nilivyoandika barua akaipokea mwenyewe, akanipigia simu kwamba ujumbe wako tumeupata, siku wakifika jirani ufike kwenye tukio. Nikafika kwenye tukio. Tulipofika kwenye tukio akaanza kuniambia kwamba gharama la bomba kulihamisha ni gharama kubwa sana. Sasa utakuja ofisini. Ofisini nimekwenda mara nyingi sana nazunguka. Akaniambia watu wa MUWASA watakuja kutoka makao makuu mwezi wa 10, wakija tutashughulikia. Nikaona bado haifai, nikaenda kwa DC aliyoondoka, asio huyu aliyopo. DC akanijibu kwamba wewe mtu mmoja huwezi kuzuia maendeleo kwa watu maelfu. Nikamuuliza sasa mimi nitajenga wapi na kiwanja nilinunua cha kujenga? Akaniambia pole sana. Haya, taratibu za kuchukua eneo inatakiwa ilipiwe fidia. Sasa leo kwa kuwa waziri wa maji yupo, wewe pamoja na engineer njoni hapa pembeni muonane na waziri wa maji mlimaliza hilo. Njoni upande huu hapa. Haya, yule mama mwenye t-shirt nyeusi, naona amehangaika muda. Nirudie tena wale wenye visaidizi vya kuwasaidia kutembea, bibi, wazee, wala msipate shida ya kusukumana. Nendeni moja kwa moja kwa katibu wangu, mtaelezea litakuwa limefika kwangu. Na wale ambao wana jambo ambalo liko binafsi, nimeona hapa sehemu mambo yale yaliyoandikwa msaada, sogeni kwa katibu wangu hapo kwa katibu wa waziri mkuu pembeni pale. Bibi, nimemwona bibi hapo. Sije mkaumizana. Umri ukifika hatua ile, mtu akikusukuma vibaya anakutafutia kilema. Wasogezeni pale. Nimemwona mamangu, nitakusikiliza wakati naondoka. Sogea tu njoo kwa huko. Yule mwanangu yule pale. Asante sana Waziri Mkuu. Nakusalimia kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi iendelee. Kwa majina naitwa Mwajuma Wambula. Ni mzaliwa wa Molotonga, kijiji cha Makendo. Mimi cha kushangaza, kero yangu Waziri Mkuu, tumekutwa na ghasia pale kwamba tupishe uwanja wa ndege. Si tumezaliwa tumekuta uwanja wa ndege unakomea Burunga, lakini kwa sasa umemeza vitongoji karibu 4-5. Hatujui wazazi wetu tuwapeleke wapi. Tuna makaburi pale ya wazee wetu, mpaka dakika hii hatujui hatima yetu ni nini. Tutaelekea wapi sisi? Tunapeleka wapi wazee wetu? Hatukatai maendeleo kuja ni fursa hata kwa sisi wakazi wa Serengeti, lakini tunaelekea wapi? Watutengee maeneo, serikali tuoneshe maeneo tutakakoenda ni wapi. Tuna makaburi wazee wamefariki toka mwaka 90. Tunayapeleka wapi Waziri Mkuu? Naomba utusaidie baba. Mimi mpaka dakika hii mamangu yuko hospitali. Pressure imempanda, ni mzee. Serengeti oye. Atunyamaze, naombeni tunyamaze tusikilize.
kwa sababu moja, wala msiwe na mashaka, uwanja wa ndege tutaujenga. Wala msiwe na mashaka, uwanja wa ndege tutaujenga. Lakini la pili, na hizi familia, wala msiwe na mashaka. Taratibu zetu zinasema serikali inaruhusiwa kisheria. Inaruhusiwa kisheria kuchukua maeneo na kuyabadilishia matumizi kwa maslahi mapana ya taifa. Lakini katika kufanya hivyo, wananchi waliokuwa na maeneo hayo watalipwa fidia. Kwa hiyo wala msiwe na shaka, mwambie hata mama ni kuweka kumbukumbu vizuri. Wekeni kumbukumbu zenu vizuri, mtakaa na serikali. Yule ambaye eneo lake anamiliki kihalali kabisa, hata porwa eneo, na haya ndio yamekuwa maelekezo ya Mheshimiwa Rais, hata porwa eneo, isipokuwa eneo lake litabadilishwa matumizi, yeye ama atabadilishiwa eneo ama atalipwa fidia. Kwa hiyo ndogo wangu, wewe pamoja na timu unayoiongoza, nitawapangia mtafute muda mzuri, mtaonana na Mheshimiwa njoo hapa muonane na Mheshimiwa Waziri wa Ujenzi ili mtengeneze utaratibu. Kama litahitajika kushughulikiwa na watu wa makao makuu, tutatuma watu wa makao makuu waje wasaidiane na wilaya ili kuweza kulimaliza hilo bila kukwamisha mradi wetu huu mkubwa wa kimkakati. Wananchi wa Serengeti wamenyimwa hivi vitu vya kisasa kwa muda mrefu mno. Kuna muda tukapambana sana kuhusu kujenga barabara ya lami ya mkato, tukapigiwa kelele na dunia nzima. Sasa hata uwanja wa ndege huu tutaujenga. Huu tutaujenga. Kwa hiyo ngoja tukamilishe haya mambo yote, tuende kwenye ujenzi. Serengeti oye! Serengeti oye! Boya mole! Asante sana, asante sana. Haya tumpe na mwingine. Niko hapa. Mpe huyo ambaye ameshaongea tukamsikia. Kwa majina naitwa Matinda Ibrahim Kisaka. Mheshimiwa, tumenyang'anywa eneo letu ambalo liko Kemarambo, sisi tuko wajane watatu, lakini tunanyanyaswa na wameingia watu wa kisiasa na wenyewe wanaendelea kutunyanyasa. Nani amewanyang'anya? Nani amewanyang'anya eneo? Mataro Gesine. Nani? Mataro. Emmanuel Mataro Gesine ametunyang'anya eneo. Amewanyang'anyaje? Yaani amekatalia eneo kwamba tusipate 1% kutoka kwenye leseni ambayo mzee alikuwa nayo. Serikali imeshaweka utaratibu. Wewe na wale wote ambao wamenyang'anywa eneo na mnatakiwa mpate 1%. Serikali imeweka msisitizo. Kama eneo lilikuwa shamba, anayetaka kuwekeza pale kwenye uchimbaji atapata 1%, aliye na leseni atapata 1%, na aliye na shamba atapata 1%. Na tumeongeza nyongeza nyingine. Kama ngoja namalizia kutoa utaratibu. Lakini pia tumetoa kama vijana wapo wanachimba katika eneo husika, na yenyewe tumesema utaratibu wa kwenda kuwanunua na baadaye unawaambia waondoke, na wenyewe unakiuka taratibu za kuzingatia maslahi mapana ya watu ambao wameshawekeza nguvu zao na fedha zao katika eneo husika. Sasa mamangu, kwa sababu tuko na naibu waziri wa madini, wewe na timu yako wote, hebu ili muweze kulifafanua vizuri sana, na nyie sogeni hapa muonane na naibu waziri wa madini ili aweze kumuitisha huyo ambaye anataka kuwapora eneo, lakini pia aweze kulifanyia uamuzi ili haki iweze kutendeka. Msiende mkishamaliza kuandikisha hapa, naibu waziri yuko hapa kushoto kwangu. Mwingine kwa majina sema ambaye tumeshakusikia. Kwa majina naitwa Mororo Joseph Mwita. Kazi iendelee. Asante sana. Mheshimiwa Waziri, na mwaka 2010 tuliwahi kutathminiwa barabara ya kutoka Nata kuja Mgumu. Lakini hiyo barabara tumetathminiwa mwaka 2010, tukaja tukarudiwa tathmini mwaka 2017. Kuanzia mwaka 2017 ni miaka 9.
Sisi tuko kuanzia Nyichoka kwenye hii barabara ya kupita Ngarawani, Matare, Chamoto na hadi Chamoto. Kwa hiyo mheshimiwa, maendeleo manani yetu hatujawahi ombi letu kama hatulipwi, tunaomba tuendeleze yale maeneo. Asante, nimeielewa hoja yako na waomba msikate tamaa. Kama nilivyosema, baadhi ya miradi ya barabara ilisimama utekelezaji wake, na taratibu ya tathmini, kama tathmini itakuwa imeshaenda nje ya kipindi kilichowekwa kisheria, tathmini hiyo itafanyika upya ili wananchi waweze kupata fidia ambayo inaendana na bei ya soko kwa wakati huo. Kwa hiyo niwaomba mvumilie, na naibu waziri wa ujenzi ameipitia hoja hiyo kwa sababu tulikuwa tumeandika. Weka na namba yako ya simu, na bahati nzuri naibu waziri bado yupo, lakini itafanyika tathmini upya kabla ya utekelezaji wake, kabla ya utekelezaji wa mradi huo kuanza. Haya, tuhamie mwingine. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwanza shikamoo. Marabu, jambo mwana. Kwa jina naitwa Esther Molo Malwa. Mimi nimehitimu form 4, yani kidato cha 4. Lakini nimefanikiwa kufanya mtihani wangu wa taifa na kupata division 3, lakini wazazi wangu hawana uwezo kwa kweli wa kuniendeleza, lakini na mimi napenda niendelee na masomo. Haya, njoo uonane na msaidizi wangu huyo, nitakusomesha mpaka chuo kikuu. Haya, Geoffrey, onana naye huyo. Haya, uende mpaka chuo kikuu, na ukishafanya vizuri tu ukafaulu sana, mimi hata sitakuwa na gharama, kwa sababu ukifaulu vizuri Daktari Samia Suluhu Hassan ana Samia Scholarship. Utaenda kusoma chuo chochote duniani. Huyo ndo Daktari Samia Suluhu Hassan. Haya, mwingine tena, peaneni maiki moja moja. Mheshimiwa, nakusalimia kwa jina la Jamhuri wa Muungano. Kazi iendelee. Naombeni kitu kimoja. Dakika moja mamangu, tutakurudishia maiki. Naombeni kitu kimoja. Kwanza tuko wengi. Naombeni kitu kimoja. Naombeni msikilize. Naombeni tusikilizane. Kwanza tuko wengi. Jambo la kwanza. Lakini la pili, kila mmoja anatamani asikilizwe. Wala msisukumane. Tutajitahidi kwa kadiri tunavyoweza kumfikia moja moja. Kwa msisukumane, asije wengine pale ni bibi zetu wazee, msije ukasukuma mkamsababishia maumivu kwenye mguu, tutakuwa tumetengeneza tatizo badala ya kutatua tatizo. Na waombeni, simameni kwa utulivu, peaneni nafasi, tunajitahidi kusikiliza. Tukiona muda unaenda sana, tuko mawaziri wengi hapa, tutagawana na wengine wachukue katibu tawala, wengine mkuu wa wilaya, tutagawana na mawaziri kama ambavyo tumewagawa hivi. Kwa hiyo naombeni tusikilizane, tumpe moja moja kwa utulivu. Mama yangu pale, baada ya hapo mtampa mwingine, baada ya hapo mtampa mwingine. Mheshimiwa, nimekusalimia kwa jina. Mimi naitwa Taabu Juma, ambaye ni mkazi wa Morotonga, mtaa ni Mtukula. Mimi pointi yangu niliomba kwamba Mheshimiwa, alikuja mkuu wa mkoa, nikaomba maombi yangu. Maombi yangu ni mtoto, nimemsomesha hakuwa na mama wala baba. Amefika form 4 na hangaika naye kwenda form 3. Kwenda form hiyo nimeshindwa mwalimu. Yaani kwenda form 5 nimeshindwa kumpeleka, anaenda Mwise Tabora. Nikamwomba mkuu wa mkoa. Haya, huyo naye nitampeleka, njoo uonane na msaidizi wangu. Nitampeleka, ataenda. Ajiandae tu aende haraka kabisa. Haya. Msalimie kwanza. Mkuu nakusalimia. Ameshajiandaa. Haya, tutampeleka na yeye. Chukueni mawasiliano, unanena katibu, mpatieni gharama leo hapa kabla hatujatoka mkutanoni, kesho aende shule. Haya. Nakusalimia kwa Jamhuri ya Tanzania. Kazi iendelee mama. Naitwa Mariam Prosper wa Makundusi Nyakitono. Walichukua eneo langu 2013. Nani walichukua?
Nani walichukua mamangu? Walichukua mtoto wangu wa serikali wa kijiji eka 9 wanilipe, wanakataa. Serikali ya kijiji ya Makundusi. Haya, mkurugenzi wa halmashauri yuko wapi? Mkurugenzi, sogea hapa. Mmechukua eneo eka 9 na hamtaki kulipa. Sogea huku mkurugenzi, sogea huku tumsikilize mama yetu. Mwenyekiti wa kijiji husika na yeye asogee. Mwenyekiti wa kijiji husika, sogea. Mkichukua eneo la mama kwa matumizi ya halmashauri, mnatakiwa kumlipa fidia. Hebu tuambie mkurugenzi, mnalifahamu jambo hilo? Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hilo jambo tunalifahamu, na tarehe 2 mwezi wa 6 mwaka 2026 tulikuwa na Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa kwenye kijiji cha Makundusi, na jambo hilo lilizungumzwa na mama huyu hapa, na akatoa maelekezo ndani ya siku 10 fedha hiyo ilipwe. Mnamlipa lini? Hiyo niseme kwamba huu mwezi wa 7 nadhani tutamlipa. Sasa sio serikali ya kijiji kama walipi, zitakapokuja fedha zinazoenda kwenye kijiji hicho, kata kwanza mlipe huyo mama. Nimepokea Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mkishaanza tu malipo ya ndani ya mwaka wa fedha huu, na mkishamaliza kumlipa mnipe taarifa hiyo, niambie mmeshamlipa. Tumepokea maelekezo hayo. Haya, mama, ondoka na ndugu yako. Milioni 12 mtoto wangu. Watakulipa. Watakulipa. Kwa hiyo mkurugenzi, nenda tekeleza hilo mara moja, mlipeni mama fedha yake. Na mkishamlipa mnipe taarifa hiyo. Kwa majina, mimi naitwa James Maro Maswe. Ni mwenyeji wa kijiji cha Rungabure, kata Rungabure. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kijana wangu alikuwa yuko Dar es Salaam, anaitwa John James Maswe. Kijana huyo alikuwa Nimelipata jambo lako. Hebu njoo hapa nikukabidhi hapa kwa katibu tawala ili nilifuatilie kwa ukaribu. Nilishalipata jambo lako, niliona umeliandika vizuri. Njoo hapa kwa katibu tawala alisikilize vizuri, alafu tupeane huo mrejesho. Haya. Hebu mpeni mwingine mwenye hoja ya kikundi, hoja ya watu wengi. Nimemwona yule kijana anarusha. Mpatie. Huyu amenyosha leso, mpatie. Mheshimiwa, kwa jina la Muungano wa Tanzania, kazi iendelee. Mimi naitwa Michael Mniko Magweiga. Naongelea kwa umoja wa wanawetu wa kikundi. Mimi mheshimiwa, tumenyang'anywa ile sehemu tunopaki kazi yetu mheshimiwa. Ni wapi? Na nani amewanyang'anya? Kwa Zakaria, tunaomba tupatie nafasi mheshimiwa kwa upendo wako. Nani amewanyang'anya? Pale kwa Zakaria tumezuiliwa no parking, na tunapoweka mizigo yetu kama kuchukua mizigo yetu ili atorori mheshimiwa. Tunaomba kwa heshima yako, tunaomba tutengee sehemu tupate kuweka kwa ujumla, tusio tunabaguana mheshimiwa. Haya, njoo kwa hapa nikuunganishe na mkuu wa wilaya. Mkuu wa wilaya watafutie eneo hawa vijana wetu, na Daktari Samia Suluhu Hassan ametenga 5% kwa ajili ya shughuli za ujasiriamali. Kama hamna eneo, nunueni eneo hata la kununua, muwape vijana wafanyie kazi kwa kutumia hiyo 5% ya mapato ya ndani. Kwa hiyo sasa hivi tumetenga 5% ya miundombinu, ikihusisha kulipia fidia maeneo tutakayoyahitaji kwa ajili ya kuwagawia vijana ili wafanyie kazi ya shughuli za maendeleo. Mpatieni huyo wakati tunamalizia.
mzee wangu huyu ambaye ana kisaidizi Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi iendelee. naitwa Samuel Mahewa. Na Mheshimiwa Waziri Mkuu, naona kama wazee wa Tanzania tumesahaulika. Mmeunda wizara ya vijana, mmeunda wizara ya wanawake, walemavu, lakini wazee tumesahaulika. Wazee mpo. Tunaingilia wizara gani? Tuna wizara inayosimamia maendeleo ya jamii na makundi maalum, na wazee wapo na wanawake wapo na vijana wapo, lakini pia ofisi ya waziri mkuu inayosimamia mambo ya uratibu inaratibu na mambo mengine yote yanayoangukia kwenye uratibu. Sawa. Kwa hiyo kama una jambo mahususi linahusu wazee, onana tuna wasaidizi wangu, yupo anayesimamia eneo hilo. Asante sana. Sasa kwa idadi hii, naomba tusikilizane. Kwa idadi hii nashawishika niache mawaziri watatu hapa na timu ya wataalamu wa Wizara ya Ardhi. Kwa hiyo nitamwacha waziri wa ardhi. Naomba tusikilizane. Mwacheni, nitamsikiliza, mwacheni tu. Mwacheni nimsikilize, mwacheni. Serengeti oye! Serengeti oye! Naombeni tusikilizane. Naombeni wote mliosimama hapa, tutulizane. Naacha waheshimiwa mawaziri watatu hapa na timu ya wataalamu. Namwacha naibu waziri wa ardhi, naacha mtaalamu kutoka ofisi ya waziri mkuu, naacha naibu waziri wa ardhi, maji, na naacha afisa kutoka ofisi ya waziri mkuu na wataalamu wote wa ardhi, ili waweze kusikiliza jambo moja baada ya lingine. Wa upande wa mawaziri hawezi kupuuza. Hatuwaachii wataalamu peke yao, mawaziri watakuwepo. Haya, mpeni mama maiki wakati tunamalizia. Wakati huo tuwasogeze wengine kwenye viti hapo. Wasogezeni kwenye viti hapa wakati sisi. Kwa majina naitwa Monica Jacob Nyambacha, ni mkazi wa kijiji cha Bokora, kitongoji na wasogezeni wengine huku watakao kuwa mawaziri. Mheshimiwa, nimezurumika eneo langu. Ardhi yangu imechukuliwa na tajiri Matayo. Nimezunguka kila sehemu. Nani? Matayo. Vedasti Matayo. Nimeenda kila sehemu lakini sikuweza kufanikisha. Nimeenda kwa mkuu wa mkoa, bwana ardhi akanitukana, akaniambia kwamba huyo ni mume wangu, kwa hiyo hasiwezi kupata ile ana pesa, nitatembea mpaka kiatu kitaisha. Na kweli nimetembea mpaka sasa hivi. Mheshimiwa, nisaidie. Haya, njoo kwa wasaidizi wangu hapa. Hebu andikeni jina lake na namba ya simu, nitampigia baadaye nielezee vizuri. Haya mama, nyamaza, tutafanyia kazi jambo lako. Tunasikiliza moja moja. Kwa majina naitwa. Haya, wale ambao naombeni tusikilizane. Ngoje tusikilizane. Wale ambao hoja zao ziko kwenye bahasha, naona wengine mmeandika vizuri, wala msipate shida. Ikishafika kwa wasaidizi wangu nitaipitia moja baada ya nyingine. Kwa hiyo nitamwacha afisa wangu mmoja atakusanya zile ambazo ziko kwa maandishi. Ndio maana nasema wale ambao hoja yao inaangukia imeandikwa vizuri, naziona hizo bahasha, weka namba yako ya simu, hakikisha iko namba yako ya simu ili nikitaka kuulizia jambo nikupate. Wale wote wenye bahasha sogeni hapa
mtaonana na katibu wangu. Sogeni pale moja baada ya mwingine. Wale ambao wameandika vizuri upande ule pale. Katibu, pelekeni msaidizi mmoja wa kupokea vizuri kabisa hizo bahasha. Wale ambao hoja yao ni ya ardhi, na mbakiza hapa naibu waziri wa ardhi, kamishina wa ardhi na wataalamu wengine. Tafuteni katibu mmoja apokee hizo bahasha. Nani yupo kupokea bahasha hizo? Tafuteni, pelekeni katibu mmoja aende kupokea hizo bahasha. Tunamwacha waziri wa ardhi. Hebu mtafuteni mheshimiwa waziri wa ardhi aje aratibu kuanzia kwa kutokea hapa. Yote yatasikilizwa vizuri tu.